Kuna umuhimu mkubwa wa vijana kushiriki katika uchaguzi mkuu, kwani ndio watakaoweza kutoa mwelekeo wa kuwapata na kuchagua viongozi walio bora. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAECA, Ali Abdalla Ali, wakati alipokuwa akitoa mafunzo kwa vijana kuhusiana na swala la rushwa, hususan katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni, Zanzibar. Hivyo sasa ZAECA tumeandaa mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba tunafuatilia vitendo vyote vya rushwa kabla na wakati wa uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa uhuru, lakini pasipokuwa na vitendo vya rushwa na uhujumu. Miongoni mwa mikakati ambayo tuliweka, watu wa mada watakuja kuelezea, lakini mojawapo ni kutoa elimu kwa jamii na wananchi kijumla. Tayari tumejenga mashirikiano ya karibu na taasisi hizi ambazo zinasimamia chaguzi hizi na wadau wote wa uchaguzi, zikiwemo tume zetu za uchaguzi, lakini pia vyama vya siasa. Na katika hatua ya awali tumepanga kama hivi ambavyo tunavyofanya hapa, ni kutoa elimu kwa vyama na wananchi juu ya kushirikiana na mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu katika kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu, ili tudhibiti katika hatua awali. Namna gani tutashirikiana, watu wa mada wataeleza, lakini maeneo muhimu ya mashirikiano ni namna ya kupata taarifa za vitendo vya rushwa na uhujumu. Mamlaka imejipanga kwa kila majimbo ya uchaguzi, lakini katika vyama vya siasa kufuatilia mienendo yote ya vyama, lakini pia wagombea kwa wakati wote. Na tumepanga huko ili kuhakikisha kwamba tunapata taarifa zilizo sahihi, tunazifanyia uchaguzi na baadaye kuzichunguza na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, na kwa muda ule tu wa kudhibiti vitendo vya rushwa, ili visiathiri uchaguzi, lakini pia visiathiri wananchi. Ndugu washiriki, vijana nyinyi ndio nguvu kubwa ya taifa, na hata Umoja wa Mataifa katika siku ya mapambano na rushwa ya mwaka 2024 ambayo inafanyika tarehe 9 Disemba ya kila mwaka, ulikuja na azimio la kuzuia mapambano na rushwa, na hasa kuwahusisha vijana katika mapambano haya. Kwa hiyo hapa Umoja wa Mataifa nao wanatambua umuhimu wa vijana katika kudhibiti na kupambana na rushwa nyakati zote. Lakini pia hata katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 1985 nayo pia ukiangalia ibara ya 10B, nayo pia imetoa wajibu wa serikali na Zanzibar kuondosha kabisa vitendo vya rushwa na utumiaji mbaya wa cheo dhidi ya umma kwa wale wote walio madarakani. Kwa tunaona namna gani mapambano dhidi ya rushwa yanagusa vijana katika maeneo tofauti. Ndugu vijana, tujipange kwa uchaguzi mkuu. Tujipange kwa uchaguzi mkuu kuhakikisha kwamba elimu ambayo tumeipata hapa leo iwe chachu ya kuwafikishia wengine huku ambako unakwenda. Najua mabaraza ya vijana mko kila shehia. Kwa hiyo kupitia elimu hii sasa, nyinyi ni wabalozi wetu wa kuweza kufikisha elimu hii kwa wenzenu, ili na wao wapate taaluma juu ya mamlaka ya kuzuia rushwa, lakini pia majukumu yao mamlaka ya kuzuia rushwa, lakini pia namna ya mikakati na ushiriki wetu kama vijana wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo naomba sana, baada ya mafunzo hayo, basi mkae katika ngazi ya sheria katika baraza lenu kuweza kuwaelimisha wenzenu wajibu wao na kuweza kushirikiana na mamlaka
kudhibiti vitendo vya rushwa. Tunaahidi sisi mamlaka kwamba tutawalinda wakati wote, na kwa mujibu wa sheria yetu imetupa mamlaka ya kuweza kumlinda mtu yoyote ambaye atatoa mashirikiano na mamlaka ya kuzuia rushwa na uongozi. Kulinda huko kwa mujibu wa sheria, ambapo ukitoa taarifa ukishirikiana na ZAECA hakuna mtu ambaye atakayekusumbua. Sisi tutakulinda kwa hali na mali, na hayo yanaelezwa kwa mujibu wa sheria yetu. Kwa hiyo tusiwahofie watu, tusiogope, tujue kwamba mamlaka ya kuzuia rushwa ya ZAECA ipo kwa ajili ya kutulinda endapo tutaona na kuripoti vitendo vya rushwa na uhujumu. Tutapata kuona leo kiachia masuala ya uchaguzi, lakini ZAECA pia ina majukumu ya kuzuia vitendo vya rushwa na uhujumu, sio tu kwenye uchaguzi. Na hayo pia leo mtayaona hapa, mtapata kujua wajibu wa ZAECA katika kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu. Kwa upande wake, katibu mtendaji kutoka Baraza la Vijana Zanzibar, Ali Haji Hassan, ana haya kusema. Kwa hiyo viongozi wetu, rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kila Ijumaa, kila wakati anatuasa swala la amani. Mkurugenzi mkuu amesema hapa, asilimia kubwa ya vijana, ya population ni vijana. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2002, vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 ambao sisi ndo tunawasimamia mabaraza ya vijana ni asilimia 37.3 vijana tu hao. Sasa angalia kundi kubwa, tukishindwa kwa vijana basi inakuwa ni ngumu kudhibiti hali. Kwa hiyo mimi naamini vijana tukae, tuwasikilize watu wa mada. Tunaye hapa mkuu wetu Maulid, watu wako vizuri, watu wa mada wazuri katika kufikisha ujumbe ambao umekusudiwa. Na mwisho, moja, tuendelee na mashirikiano haya na ZAECA hata kuingia MOU, manake namna gani tunaweza tukashirikiana kwa pamoja baina ya Baraza la Vijana na ZAECA kwa lengo la kutoa uelewa zaidi. Na hili tunajenga uzalendo. Vijana tunapowajengea msimamo wa kupambana na rushwa na uhujumu uchumi, tunawajengea uzalendo. Kwa hiyo na hii ni moja katika jukumu la Baraza la Vijana. Na mwisho, nawaomba vijana tuondokeane na W3. WWW maana yake watu watano wapya. Ukitoka leo, eka status yako, wakiona watu 100 ujumbe utakuwa umefika. Kataa rushwa kipindi cha uchaguzi. Kataa rushwa, utakuwa umetoa elimu. Kwa hiyo kila mmoja wetu akiondoka leo achukue na hizo W3. WWW, watu watano wapya. Baada ya masaa 3 zaidi ya watu milioni tutakuwa tumewafikia kwa muda mchache. Baada hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na nashukuru, natoa shukurani za dhati kwa ZAECA, na naomba mashirikiano haya yaendelee kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Baada hayo, asanteni sana. Nao vijana waliopatiwa mafunzo hayo wamesema kuwa watafanyia kazi mafunzo waliopatiwa ili kuepukana na vitendo mbalimbali vya rushwa, hususan katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa jina naitwa Farashumu Samakame, natokea Baraza la Vijana wilaya ya Kati. Mimi mafunzo haya yamenifunza na amenigusa haswa kwa sababu wakati tunaokwenda nao ni wakati wa rushwa. Lakini na waambia vijana wenzangu, tusiogope kujitokeza kwenda kuchukua fomu za kugombea, lakini unapokuta changamoto ya rushwa, basi kuna namba zao nyepesi tu za kupiga 113 ili utalindwa, lakini na utapata haki yako. Asanteni. Asante kwa tangazo.
Shamtoa kwenye point. Ni mjumbe wa vijana katika baraza. Ni mjumbe wa vijana. Ni mjumbe katika baraza la vijana shehia ya Miwani. Mafunzo ya leo nimeyapokea vizuri ya kukemea rushwa. Kwa Muhammad Hamisi kutoka shehia Zingwe. Katika mafunzo niliyopata nitatumia vizuri kuhamasisha vijana wenzangu kwa sababu kwa kuhamasisha kuondokana na rushwa, kwa sababu sasa kuna mambo tofauti. Anaanza kudanganya kwa pesa, au kudanganya kwa njia tofauti. Huyu kwa pesa ile kuletea nyumba, ile atakwambia na kwa hichi kile, hatimaye atarushampatia hana kitu chochote. Kubwa nitahamasisha vizuri wasihadaike na vitu vingine vya nje. Wakati kitu ambacho cha uhalisia wanakiona, wakafuata ambacho kitu kingine cha nje hakionekani. Sababu ni maneno ambayo hayaonekaniki. Uhalisia ni huo. Wakati ule mtu unamuona ile lengo lake liko wapi na dada shafanya ile kitu unakiona, atakuja mtu mwingine atakwambia mie nitakufanyia hicho wakati hajafanya. Wakati ule ambaye alitoka pale mwanzo nikashafanya na kiona. Mimi nitahamasisha hivyo. Mimi naitwa Muhammad Said Abdallah, ni mjumbe wa baraza tendaji baraza la vijana shehia ya Tomondo. Kwanza nashukuru sana kwa taasisi hii ya Zaeka kwa kutupa elimu, kutupa elimu leo, siku ya leo katika swala zima la uchaguzi, na sisi tumefurahi kama vijana kwa sababu katika masuala haya ya uchaguzi au masuala yote ya kijamii wahanga wakubwa sana sisi vijana. Lakini tu sio vijana tu peke yetu, maana yake ni vijana na wengine ni vijana ambao wana ulemavu. Tunawashukuru, tumepata elimu kubwa sana kwa sababu kwenye uchaguzi huu kuna mambo mengi. Chaguzi hizi zinaambatana pamoja na utoaji na ushirikishwaji wa masuala ya rushwa, na hii rushwa kwa kweli ni kitu ambacho kinauleta zaidi umaskini na kinaongeza zaidi kuwa na mawazo mgando kwa vijana, kwa sababu kila kadri ya uchaguzi unavyokuwa unakuja, kipindi cha uchaguzi kikifika, basi vijana wetu wanakuwa ni kama ambao wanapata nafasi ya kununuliwa kila wakati, na viongozi ambao wanakusudia kugombea au kuingia katika madaraka, njia kubwa wanayoiona katika kuhamasisha vijana kushiriki katika chaguzi ni kujihusisha katika masuala ya rushwa. Aidha wanawapa wao kwenda kutoa rushwa au wanawapa wao kwamba ni sehemu ya kuwahonga. Sasa hii inatuondosha katika ile zana ya kupata viongozi bora, lakini pia inatuondosha katika ile zana ya kijana kufikiria nani ambaye anakwenda kutufaa katika kuhakikisha gurudumu hili la kuipeleka mbele nchi kimaendeleo linafanyika. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana taasisi ya Zaeka. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.